Uhali gani mtazamaji wa Kemgongo TV? Karibu sana katika kipindi cha Mtazamo, kipindi mahususi ambacho kinaangazia masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii na yale masuala ya kisiasa. Mimi nayasogeza mezani na kuyajadili, lakini si hivyo tu, hata wewe ambao unanitazama muda huu hapa, unayo nafasi ya kufanya hivyo katika uwanja wa message ama uwanja wa comment kwa kuandika kila ambacho unakitazama hapa. Kipindi cha Mtazamo ambacho kila siku za Alhamisi unakipata hapa. Naamini umekisubiri kwa hamu sana kwa wiki hii. Wiki hii tuna mada mezani ambayo hasa inalimulika kundi nyeti mno katika jamii, kundi la vijana. Kundi hili ambalo limekuwa ni nguvu kazi na ni nguvu kazi ya taifa, unaweza kusema hivyo kwa sababu kundi la vijana ndio kundi ambalo linazalisha sana kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni ambazo zinaeleza vijana ndio wapo kwenye uchimbaji wa madini, vijana ndipo wapo kwenye ofisi mbalimbali za umma na binafsi kwa ajili ya kusongesha gurudumu la uchumi la taifa. Lakini mada ambayo hii leo nimeiweka ni mambo gani ya kuzingatia kwa kijana kabla ya kujiajiri. Tunafahamu kabisa kwamba vijana wapo ambao wamejiajiri, lakini wapo ambao pia wameajiriwa. Maana yake wapo ambao wanafanya kazi binafsi na wale ambao wanafanya kazi za watu kwenye kampuni ama taasisi ama mtu binafsi ambaye amemwajiri na wamekubaliana kiasi fulani cha mshahara ama ujira kulipwa. Pengine ni kwa wiki, pengine ni kwa siku, pengine hata kwa mwezi, kwa mujibu tu wa mtu husika, lakini namna ambavyo maelewano ama mkataba wa mtu husika unasema. Kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu, yani NBS, mwaka 2023 zilionyesha kuwa asilimia 7.4 ya watu ambao wako kwenye rika la kupata ajira hawana ajira hapa nchini. Hii inaonyesha wazi kuwa kuna idadi kubwa ya watu ambao wanatamani kufanya kazi kwa kuajiriwa, lakini bado hawana hiyo nafasi ya kuajiriwa. Hii imekaaje? Mimi nimepata wasaa mzuri na niko live kwa ajili ya kumtafuta mchumi yeye atuambie hasa ni kitu gani ama ni vitu gani vya kuzingatia kwa kijana anayetaka kujiajiri. Moja kwa moja kwenye line yangu ya simu hapa ninaye mchumi, atajitambulisha hapo vizuri na atuambie vitu gani vya msingi ambavyo kijana anatakiwa kuvizingatia kabla ya kujiajiri. Sawa, mimi naitwa Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya fedha na uchumi. Vipo vitu vingi ambavyo vinaweza kuangaliwa kwa vijana kwa kijana au vijana kabla ya kuamua kujiajiri. Vipo vitu vingi sana ambavyo anaweza akaviangalia. Kwanza inapaswa kufahamika anajiajiri kwenye engo gani, kwenye eneo gani. Sababu unajua kujiajiri kuna mambo mengi sana. Ukiachilia mbali uwepo wa mitaji, inaona pia inabidi ifahamike ni engo gani ambayo anajiajiri. Aidha ni ujuzi, kama ni ujuzi, mfano labda ni ufundi, ina maana kwanza huyo kijana anapaswa kuwa na ujuzi ulio sahihi. Lakini pia anapaswa kufahamu juu ya uwepo au yale malengo biashara yake anataka ifikie wapi. Sasa hapo kwenye kutaka kufahamu biashara anataka kuelekea wapi, anapaswa kuwa na mtaji. Hili ni eneo muhimu sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ambacho anapaswa kuwa nacho ni kujua je, ni kwenye eneo gani ambalo anapaswa kwenda kujiajiri. Lakini eneo hilo anakwenda kujiajiri mahitaji yake yakoje. Na watu nasema mfano leo hii ukitaka kuanzisha biashara lazima uwe na mpango biashara ambao utakuelezea sasa au utaainisha wapi unataka kuuza bidhaa zako, ni bidhaa za aina gani, ni biashara ya aina gani, wewe umelenga kitu gani. Vitu vya aina hiyo ni ambavyo vinatanabaisha aina ya ajira ambayo unataka kwenda kuwa nayo. Sasa kujiajiri mara nyingi huwa kunatokana na wewe kuangalia ni engo ya aina gani uliyoichagua. Je, umelenga zaidi kwenye ujuzi, umelenga zaidi kwenye biashara? Na kama ni biashara lazima uwe na mpango mkakati, kwa sababu inabidi kabla kuanza kufanya biashara lazima uwe na business plan ambayo inaonyesha sasa mtindo wako wa masoko, bidhaa zako, ushindani ukoje kwenye biashara ambayo unaiendea, lakini pia mfumo aina gani utakaotumia kupeleka bidhaa yako sokoni. Umejipanga vipi kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi au tunasema za kibiashara ambazo zinaweza kutokea huko sokoni, wakati mwingine zikakufanya wewe ushindwe kunufaika zaidi kibiashara. Lakini pia umepanga kushirikiana na watu wa aina gani. Wakati mwingine biashara nyingi tumeziona zikifeli kwa sababu ya kukosa mikakati sahihi ya aina ya watu pia ambao umepanga kushirikiana nao. Mtaji wako je, ni mtaji ambao utapatikana katika mtindo wa aina gani? Mikopo au mtaji wa tunasema akiba uliokuwa nayo, kusaidiwa na ndugu jamaa na marafiki. Vitu vya aina hiyo ndivyo ambavyo vinasababisha. Lakini mwanzo kabisa lazima uwe na mpango biashara ambao utaonesha malengo yako yamekaa zaidi kwenye eneo gani. Kwa hiyo kabla ya kujiajiri
ifahamike je ni kwenye lengo gani. Kama ni ujuzi, hata huo ujuzi pia utakuhitaji kuwa na mtaji vile vile, kwa sababu kuna vifaa utahitaji kununua. Tuseme leo hii wewe labda ni fundi wa kutengeneza furnitures, utahitaji mtaji pia wa kuwa na vifaa vile ambavyo vitatumika, mfano kuranda mbao, misumeno, misumari, vifaa vya aina hiyo pia utavihitaji. Kwa hiyo kabla ya kujiajiri, eneo muhimu sana ni mtaji na vile viwezeshi vingine. Sasa eneo pia la biashara pamoja na ule mpango biashara ambao uko nao. Naam. Sawa, mimi natamani pia kufahamu kumekuwa na ile dhana ama mtazamo kwenye jamii kwamba mtu ambaye amejiajiri ana uhuru mkubwa wa kufanya maamuzi ambayo yeye anayo, kwamba leo naenda kazini, leo siendi, leo nafanya hiki, leo nafanyeje. Kuna uhalisia wote kuhusiana na huu mtazamo kwamba ukiwa unajiajiri mwenyewe kuna uhuru wa kufanya kazi, ama ikoje mtaalamu? Dhana ambayo naikataa ni potofu na ni uongo kabisa, kwa sababu leo hii wewe ukisema umejiajiri, yawezekana unakwenda kufanya sasa kazi mara 3 zaidi kuliko yule ambaye aliajiriwa. Kumbuka, aliyeajiriwa anaweza kuwa anahusika na sehemu ndogo sana ya kwenye business system, kwenye ule mfumo wa kibiashara. Yeye yupo kwenye eneo dogo sana ndio ambalo anahusika nao. Lakini ukijiajiri, ina maana a whole system, ule mfumo mzima wa biashara umeubeba mgongoni. Huwezi kuniambia mtu huyu anafanya kazi kidogo kuliko yule ambaye ameajiriwa. Kwa hiyo kuna namna moja tu ama nyingine, ukijiajiri pale tunasema umejiongezea zaidi sasa wewe mzigo zaidi. Kuna watu waliamini wakijiajiri basi wanaweza kuamka muda wowote kufanya biashara zao, lakini hapana, si kweli, kwa sababu ukijiajiri ina maana wewe sasa tunasema hakuna separate entity, hakuna utengano kati yako wewe na biashara yako, unless hiyo biashara ni kampuni. Kama ukiniambia kampuni, basi labda itakuwa kwenye mfumo ambao wengine wanaiendesha, kazi yako ni kusimamia tu. Lakini kama ukiniambia wewe umejiajiri, basi utategemea kuona ukifanya kazi mara 2 au mara 3 yake yule ambaye aliajiriwa, kwa sababu kumbuka, utahitaji kuifanya biashara yako ikae vizuri. Wewe huyo utataka kuangalia mifumo ya masoko, wewe huyo utataka kuangalia bidhaa, ubora wake, ushindani, wewe utataka kujua distribution system, usambazaji kwa ukubwa huo ukoje. Wewe huyo utahitaji kujua mfano leo tuseme kuna watu unawalipa mishahara, utahitaji kujua harama endeshi zote hizo unazipata vipi, kulipia kodi ya hilo eneo, hiyo frame, lakini pia kuhudumia zile huduma zote, mfano kulipia umeme na bills za aina nyinginezo ambazo zinaweza kuiva, unahitaji wewe kulipia. Kwa hiyo ukijiajiri, tuseme sasa imeongezeka sasa, yale majukumu yameongezeka tofauti ambapo umeajiriwa, kwa sababu ukiajiriwa utahusika kwenye one of the systems, moja kati ya huo mfumo wa kibiashara, ndipo ambapo wewe utakuwepo huko, sio a whole system. Ukijiajiri utahusika na ule mfumo mzima, utakuwa unakuhusu wewe. Eneo pekee ambalo linaweza likakupa wewe hiyo financial freedom, labda uniambie umefanya uwekezaji, yani wewe huhusiki moja kwa moja, lakini umewekeza, labda una hisa kwenye kampuni ambayo inafanya vizuri sana, unajua kabisa utapata gawio, una capital gain, ongezeko la ule uwekezaji wako. Lakini pia wakati huo labda tuseme una hati fungani, aina hiyo ya uwekezaji. Hapa ni kwambako financial freedom inakuja. Financial freedom inakuja kwa uwekezaji ambao wewe hauhusiki kwenye daily operations, lakini una sehemu kubwa ya umiliki na hiyo inafanya vizuri, itakuletea financial freedom, lakini sio kwa mtindo wa aina hiyo. Sawa, swali la mwisho kabisa kwa kumalizia hapo, natamani kufahamu, lakini vile vile mtazamaji anayetutazama sasa hivi na anayekusikiliza kupitia Kemgongo TV anatamani kufahamu pia, kijana ambaye anataka kujiajiri, vitu gani vya msingi zaidi, angalau 2 au 3 ambavyo anatakiwa sana aviweke kichwani wakati anatamani kujiajiri mwenyewe? Kwanza ajue kabisa, of course ni mchakato unaohitajika kwenye dunia ya sasa, kwa sababu unajua kijiajiri maana unakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya wewe kuweza kunufaika na tunasema kule kufanya vizuri kwa ile biashara, na utakuwa kwenye nafasi nzuri pia ya kuamua na security ya kazi yako kwa ukubwa huo pia utakuwa uko nayo, sababu wewe mwenyewe ndio ambaye umejiajiri. Kwa hiyo huo uhuru labda unaozungumzwa ni ule uhuru wa wewe kuwa unamiliki biashara yako ukiamini kwamba yenyewe itakuletea zaidi tija za kiuchumi na za kifedha. Kwa hiyo unaweza kuiweka huko, ila unapaswa kujua ni mchakato ambao una changamoto zake. Kumbuka biashara ina wakati wa uvumilivu hadi iweze kufanya vizuri. Biashara yote ile ina wakati wa uvumilivu, ina ushindani pia.
Kwa hiyo vitu vya aina hiyo unapaswa kufahamu. Kwa hiyo ni mchakato ambao unapaswa kuwa mvumilivu sana, lakini wakati unakuwa mvumilivu pia huo umejipanga kuingia kwenye mchakato wa kujiajiri. Pasi na kufanya hivyo anaweza kuchukua muda mfupi sana ukajikuta ameondoka sokoni. Wapo watu waliacha ajira zao wakaenda haraka kwenye biashara pasi na kujipanga vizuri. Biashara na wakati wa kuvumilia, biashara inakufa na ajira unakuta pia unaikosa. Kwa hiyo unapaswa kuwa na ule mtindo sahihi au mfumo sahihi wa kujipanga kabla ya kuingia kwenye kujiajiri. Hili ni neno muhimu sana. Neno lingine ni namna gani una network kuza mtandao wako, kwa sababu wale watu unaowahudumia ndio ambao wanaweza kufanya biashara yako ikue zaidi. Tengeneza wale customers, wale wateja ambao watakuwa ni waaminifu na wazalendo, watakufanyia brand advocacy, kuzungumza vizuri kuhusiana na biashara yako, hivyo kupata wateja wengi zaidi na kuzidi kukuza mapato. Mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo ni vizuri pia ukawa unafuata mifumo sahihi ya kurekodi taarifa zako za hesabu ili biashara hiyo iweze kudumu. Tenganisha biashara yako na mahitaji yako binafsi. Hata ikitokea umechukua sehemu ya biashara yako, basi hakikisha unakata wewe mwenyewe sehemu ya fedha ambayo unajilipa iende pale ambako ulitoa, kwa sababu biashara pia ikienda na matumizi binafsi haikawii kupotea sokoni, kwa maana mtaji wote kuisha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia haya. Nakushukuru sana kwa maelezo yako mazuri. Pasi na shaka vijana na watu ambao wanatamani kujiajiri wameweza kupata kitu kipya hapo. Pasi na shaka, shukrani sana. Naam, hiyo ni tamati ya kipindi cha Mtazamo kwa siku ya hii leo. Tumepata wasaa mzuri wa mchumi kutufafanulia kwa kina, hasa akizungumza kuhusu namna gani ama vitu gani vya kuzingatia kwa kijana pale anapotaka kujiajiri. Tunaamini kabisa vijana wapo mtaani, wanatamani kufungua saluni, wanatamani kufungua genge la biashara, labda nyanya, vitunguu, ama kuanzisha biashara ya mchele ama samaki na vitu vingine vyovyote vile, lakini cha msingi tu ni kuzalisha kwa uhalali na si kwa haramu. Mambo haya yapo kwenye jamii na ninaamini kabisa jamii imeigusa kwa namna moja ama nyingine, hasa kundi nyeti la vijana ambalo linahitaji elimu, maarifa na vitu vingi ambavyo vitawawezesha kujikwamua kiuchumi na pengine kuondokana kabisa na wimbi zito la umasikini kwenye jamii. Hii ni tamati ya kipindi cha Mtazamo kwa siku ya hii leo. Na kushukuru wewe ambaye umechagua na kuendelea kutuamini Kemgongo TV. Wakati mwingine na wasaa mwingine tutakutana tena kwenye kipindi kizuri kingine cha Mtazamo. Nao ni siku nyingine ambayo itakuwa ni Alhamisi ya wiki ijayo. Endelea kutufuatilia kwa uzuri, kwa sababu mambo mengine mazuri yanafuata hapa hapa ndani ya Kemgongo Media kupitia kipindi hiki cha Mtazamo. Mimi ni Chazi Fabian. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.